Ndugu msikilizaji wa channel yetu ya Vam TV Online, karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Niliozeshwa Mwanaume Jogoo Hawiki, na hiki ni kipande cha 5. Kama hukuwa nami kipande cha 3, cha 2, cha 4 na cha kwanza, hakikisha unavifuatilia ili uweze kupata kilichopita. Niendelee kukukumbusha pale tulipokuwa tumeishia. Wacha nirudi kidogo nyuma. Mama mkwe akaanza kumtukana mama akisema, wewe, huyu mwanao ulipomzaa ulimjambia, ndio maana anakosa adabu. Anijui mimi ni nani? Au hujawahi kumwambia mimi ni nani? Na kuuliza wewe mama, au mnavaliana chupi na mwanao ndio maana anaona wote tunafanana? Mama mkwe alimwambia hayo maneno. Mama yangu Tabu anasema hivyo. Anaendelea kusema Tabu, jamani, sikutaka kuwa mnyonge, nilimpa neno hilo. Wote walistuka, mpaka baba nilimwambia, wewe ndio umemjambia mwanao, mpaka umempa uwanisi, yani adindi, anadinda akiona uchi wako. Ila tusi ilikuwa hatari kwa mama mkwe. Jamani, hakuweza tena kuongea. Mama mkwe akanivamia na kunipiga. Sasa nikasema kimoyoni, nitapigwa na wazazi wangu, sio mama mkwe. Nilimshika vizuri blouse yake nikatatua kwanza, alafu nikaanza kumpa vichwa yani. Hapo ndipo tulipokuwa tumeishia katika kipande cha 4, na hiki ni kipande cha 5 tunaanza. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe channel yetu ya Vam TV Online, kisha una like na baadaye kutoa maoni yako. Usisahau kushare na marafiki. Don't forget it. Tabu anasema, yani nilimpa kipigo mama mkwe. Sasa baba akanishika mimi, huku anasema, mwanangu, acha upumbavu, huyu sawa na mama yako. Kwanza umemkosea heshima, umemtukana. Pili, unasubutu kumpiga mwanangu. Wewe ujui tu jinsi walivyotusaidia, acha kumpiga. Baba akanivuta kwa nguvu, nikamwachia, lakini kipondo kapata. Hawezi kumtukana mama yangu, matusi ya dharau, kisa anazo pesa. Yule mama kaanza kusema, nasema ondokeni kwenye hii nyumba, wewe na mama yako, abaki baba yako tu. Wapumbavu wewe na mama yako. Sikumwelewesha. Nikamjibu, mpumbavu wewe na mmeo, mmemshindwa kumtibu mtoto wenu mpaka amekuwa anisi. Baba kadakia, mwanangu, nitakupiga tena, nitakupiga. Sitaki tena hiyo kauli urudie, sawa? Mama akasema, mume wangu, acha nidhamu ya uoga. Haiwezekani mimi nitukanwe wewe uone. Sawa, mwanangu anajibu kile ninachotukanwa, afu wewe utishie kumpiga. Mimi sasa hivi nishasema sipendi dharau. Nilikuwa namwachia atukane tu, ila
Sio kama siwezi kumjibu. Kwanza awe na adabu, tena akamfunze mumewe heshima. Wewe mumewe amtake mwanangu, yaani kuficha kote aibu, yeye afunge safari kutoka Tanzania kwenda Kenya ili akambake mwanangu. Haitoshi msaada aliotaka kunipa kwanza, mpaka amlale mwanangu. Nampa hongera mwanangu kwa kujua thamani ya mwili wa mwanamke ni kubwa kuliko pesa. Wewe fanya uchaguzi na uchunguze kwa kina kwa hawa matajiri unaowasujudia. Ukirudisha gari lake la thamani, kesho asubuhi hiyo inazungumzika. Ukimrudishia mkewe asubuhi, kazi una mwanamke ana thamani kuliko unavyofikiri. Baadhi ya wanawake kama huyu mama ndio ushusha thamani ya mwanamke. Yeye ameona sawa tu mimi kushikwa ziwa, sina la kusema. Baba alisema, umeambiwa uondoke, utajua unaenda wapi. Baba alizidi kuwa upande wa mama mkwe na baba mkwe. Mama akasema, wewe mume wangu akili hauna kweli. Yeye huyu ana mamlaka gani ya kunifukuza mimi, na wewe unasema hivyo kama nyumba hii katusaidia kwenye ujenzi uwanja wake huu, acha kuwa bwege nazi. Macho matatu kuona uoni. Neno lile lilimuuma baba kuambiwa bwege nazi, maana nazi ina macho matatu lakini haioni. Baba akaanza kumpiga mama. Sasa ugomvi wa baba na mama, mimi siwezi kuingilia kumsaidia yeyote yule, sio vizuri. Japo najua chanzo nilichofanya, nilimvuta mama nikamtoa nje, nikamwambia twende huku. Njiani nikampigia kaka Joji, nikamwambia yote, akaniambia njoeni nyumbani. Tukaenda na mama yangu, japo yeye hajui anaenda wapi. Tukafika kwa kaka Joji, tulimkuta mimi, nikaingia jikoni nikapika. Mama akajiongeza, huyu na mwanangu watakuwa wapenzi, mpaka mwanangu anajua jiko liko wapi na unga unapokaa. Kimoyoni akasema yeye mkubwa asemi mengi, ila kuna kitu kinachoendelea. Lakini anachoshangaa, kaka Joji ananiita dada na mimi namuita kaka. Anachanganyikiwa na maswali yake kichwani, anajiuliza tena, mbona dada kaka? Hawa wananizunguka ama kunizuga mimi au? Basi chakula kikawa tayari, tulikula. Tulipomaliza, kaka Joji akaanza kusema, mama, dunia hii ina vizazi vibaya vinavyoabudu pesa na kusahau Mungu yupo, na ni makosa ya wazazi. Mtoto anapata elimu moja ya dunia, apati elimu ya Mungu. Unajua, mfano Muislamu awe anakuwa na utamaduni wa kwenda naye mwanaye msikitini kila Ijumaa, anasikiliza mawaidha, na Mkristo na mwanaye aende naye kanisani kila Jumapili akasikilize neno la Mungu. Hao watoto wanakuwa ndani ya mioyo ya wanamjua Mungu. Sasa matokeo, mtoto akisoma
amjui Mungu. Akiwa dokta anakuwa dokta mtahaluma, yaani mtaalamu wa kutoa mimba za wanawake, mpaka wanaharibika ngozi za mikono kwa mvuke. Kila siku anaua na hana hofu ya Mungu ndani ya moyo wake. Akiwa hakimu anamfunga fukara tu, anajua wewe hauna kazi, bora akupeleke jela ukakate kuni. Wale mahakimu baadhi yao wengi hawajawahi kukaa jela. Sasa wanaponyima haki fukara ni kwa sababu ndani ya mioyo yao hakuna hofu ya Mungu. Sasa kizazi kinachokosa hofu ya Mungu ndio kinakuja kuwa kibaya sana. Hao wakikwambia tunakuua, wanakuua kweli, kwa sababu kichwani mwake hajui neno dhambi, hajui Mungu, hapendi binadamu tuonane, anapenda tupendane. Aliposema kadhaeni mjaze dunia, anajua hawapatikani watoto pasipo upendo. Kwanza unaanza upendo, alafu ndio wanafuata watoto. Sasa mama, sasa hivi wewe na mimi na mwanao huyu tumeingia kwenye vita na watu wanaoabudu pesa. Wanadhani pesa ndio kila kitu, tena wanajiamini sana, ila nataka wajue Mungu ndio kila kitu. Yaani yeye ndio mwanzo na mwisho. Mama akasema, nitashukuru baba yangu kama upo na sisi bega kwa bega, maana tushafukuzwa huko tunapokaa. Sasa mwanangu, naomba utusaidie. Mama akavurugwa, hata akiongea anachanganyikiwa mafaili. Wajiseme watoto wa mjini, mara anamuita baba kaka Joji, mara anamuita mwanangu, basi tu yote kuvurugwa. Lakini kaka Joji akasema, sasa mama, usiwe na wasiwasi, hapa umefika, utakaa. Mimi ni muumini wa kupigania fukara ili asipate tabu, sababu mimi mwenyewe ni fukara. Sipendi kuona fukara mwenzangu anapata tabu. Ila mama, kitu kimoja mmemkosea mwanenu. Unajua kwenye hili dunia, ukiwa mwanaume alafu hauna sifa ya kuwa mwanaume, haupaswi kuwa kiongozi wa dini, hata naisi wa uraisi. Ndio maana sioni rafiki msela, japo kuna baadhi ya viongozi wa dini hawana wake, lakini ni wanaume kamili. Huwezi kuwa hujakamilika ukapewa uongozi hata siku moja. Sasa nyie mlienda kumwozesha mtoto wenu kwa mwanaume asiye sifa kuwa ya wanaume. Hapo mlikosea sana. Mama akasema, kweli tumekosea, ila ndio ufukara umetupeleka mpaka hapo tulipofika. Kuona tupo sahihi kwa kile tulichokifanya, lakini sasa hivi nataka mwanangu apewe taraka. Kaka Joji akasema, mama, da, hujajua tu, taraka kupewa mwanao sio kazi ndogo. Sababu moja, mama yake mzazi atamwambia mwanae asitoe taraka, nia akunyanyase, na wewe huyo ni mkwewe. Hata sasa hivi akipigiwa simu na mumewe, huyu inabidi aende kwa mumewe. Huyu na mumewe hakuna ugomvi. Ugomvi upo kwako wewe na wazazi wenzio, huyu na mkewe, lakini si mume. Sasa fikiria kwa makini, kuna kazi
kwenye talaka, ila kesho tutaongea vizuri. Mimi acha nijiandae niende kazini. Mama kaniambia, kweli hapana kazi hipo kwenye talaka, ila atatoa tu, iwe mvua iwe jua. Mara simu ya mama na yangu zote zinaita kwa wakati mmoja. Mimi anapiga mume wangu na mama anapiga baba. Kila mmoja alipokea simu yake, alafu waliongea maneno yenye kufanana. Walisema, dakika 10 zinazokuja wewe ni mke wangu, mimi ni mumeo. Naomba ufike nyumbani na kusubiri. Simu zilikatwa. Sasa mimi nafikiria niende nyumbani kwa mume wangu ambako kwao ndio anakaa mama yake. Nimempiga mama, anajiuliza ataenda sehemu aliyofukuzwa. Basi tukawa tupo kwenye mtihani, mimi na mama yangu, tufanye nini sasa? Tabu anasema watafanyaje sasa? Wote wamepigiwa simu kwa pamoja na wameambiwa wafike nyumbani kabla ya dakika 10 hazijapita. Nikusihi tu hakikisha una subscribe channel yetu ya Vam TV Online uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi mbalimbali. Wote tukawa tumechanganyikiwa kwa zile simu. Mama kaniambia, mwanangu, mimi mwenyewe nipo tayari kuachwa. Basi hii ndio iwe chanzo, nionyeshe chumba kipo wapi nilale. Mimi nitulie zangu na hii simu nazima, sitaki usumbufu. Mama nazima tu simu na baba anapiga tena. Mama kamkatia simu, baba akasema shauri yake. Mama akasema shauri yake na ujinga wake haujamtoka tu mpaka leo, akili ana hata kidogo. Bado anawasujudu matajiri. Na mimi simu nikazima, nikamwambia mama tulale huku. Tukaingia chumbani kulala, mimi na mama yangu. Kaka Joji kaondoka. Mama yangu kaanza kuniambia, unajua wazee wa zamani kilichowafanya wateseke sana? Nimegundua uoga wao. Sababu moja, wewe fikiria, watu 6 wanambeba mtu mmoja kwenye kiti, wanamvusha maji, kisha kashika gobore. Sasa kama mnakuwa si waoga kati ya maji, mnambwaga kwenye maji, mnamkandamiza, mnamuoa. Lakini uoga mbaya sana, yaani ni mbaya. Mimi nikamwambia mama, wewe sio muoga. Mama akasema sasa hivi mimi sio muoga kabisa. Yani tena mwanangu, umenifurahisha, umekuwa jasiri. Yani najuta kwa nini nilikubali uolewe na yule mwanaume suruali. Sasa yule ndo mwanaume suruali. Sasa mwanangu, hapa sasa jifanye kama mimi shoga yako, si mama yako. Nipe ubuyu mliokuwa mnaishi. Mliishije na yule mwanaume suruali usiku? Niambie shoga yangu. Hapo mama anageuka kuwa shoga wa mwanae. Pia ni mambo ya umbea. Yaani mimi nilicheka. Eti mama kajifanya kuwa shoga, anataka ubuyu. Si unajua shoga amuogopi kama mama. Sasa mama kawa shoga yangu kwa muda. Sasa nikampa ubuyu wote. Mama acha acheke pale. Nilipomwambia kaniletea jiko nipate joto. Hatari. Mama akasema kweli kwa wanaume bora ukose pesa ila usimame. Nimeamini, yani mpaka nguo anakwambia toka nje, nataka nibadilishe. Makubwa. Na huyo fundi aliyekufundisha wewe kushona alikuwa
njama moja na mume wako au vipi? Maana si kwa kufungia ndani alitaka akufanye nini? Mwanangu, nimekupa mitihani mikubwa, umesimama imara sana. Sasa mwanangu, sijui nitakuuzi au nataka nikuulize kitu kimoja, niambie kama au tokasirika. Tabu anasema, nikamwambia mama, wewe niambie chochote wala sitokasirika, kuwa na amani kabisa. Mama kaniuliza, huyu kaka yako George, mimi naona kama vile mnanizugazuga mimi, ila huyu mtu wako, je, mlikuwa wapenzi kabla haujaolewa au? Nikamwambia mama, mimi na kaka George si nilikwambia tulivyoonana ni vile vile nilivyokuambia, ilikuwa natoka kwenye mtihani wa baba mkwe na sio mpenzi wangu huyu George. Nikamwambia kitu chingine sijawahi kukwambia, si nilibadilishwa dawa na muuza dawa, nikampa kaka George dawa za nguvu ya kiume, basi nilimwambia yote. Mama akasema, yaani ungekuwa hauna wazo la mbali ungempata tunda kweli, yaani ungesema unamsaidia, kumbe ndio ingekuwa tayari hivyo. Ila mama hawezi kumfundisha mwanae kitu kama hicho. Nachokwambia, ila nakwambia ukweli, kama atakutamkia anakutaka, usimkatae huyo mwanaume, anafaa kuwa mumeo, sawa? Tena katimiza vigezo vyote. Mimi nilicheka sana, nikamwambia mama, tulale, huu ni usiku sasa, tujue kesho tunaamkaje. Basi tulilala usingizi ukatukuta mpaka saa 4 asubuhi. Naamka naona simu nimezima, sijawasha. Nikaenda kuwasha, moyoni nasema kaka George atakuwa kanitafuta sana kuniulizia nimeamkaje. Nawasha simu tu, hapo hapo inaita, kaka George ndio anapiga, napokea. Akaniambia, dada, umelala sana, mama alikuwa anahitajika mahakamani, lakini sio mbaya. Baba mkweo alikubali kweli, alimshika maziwa mama yako. Akawa anaongea kwa kujiamini tena. Anasema alipomshika maziwa mikono yake ilinuka sana, akatoa neno la kashfa mahakamani, akifikiria pesa zinaweza kumsaidia. Alisema ikiwa maziwa yananuka, je, sehemu za siri zitakuwaje? Akatoa mfano, eti ukiona kofia ina uwalo ujue msuli au tamaniki. Alimaanisha ukiona maziwa yananuka, basi sehemu za siri hakutamaniki, yaani kuna harufu kali sana. Hakimu kampiga miaka 2 jela na faini juu, maana akatukana mahakamani. Baba mkwe hajaamini kilichotokea, kapanda kaandinga. Na yule tajiri gari yake haina vibari, kwanza imegundulika, pili na yeye kapigwa miaka 2 kutukana mbele ya kituo cha polisi. Hakimu wa Rori yupo vizuri, hakimu wa leo yupo vizuri, ila nimemuona baba yako analia, eti anasema baba mkwe alikuwa rafiki yake kabla haja kuoa. Yaani kalia mpaka kazimia. Sasa kuna mipango, nadhani michafu itakuwa inapangwa kwa ajili ya ninyi mpate mateso, asitoke mtu ndani na kuja. Kweli mimi kimoyoni nilifurahi sana, nikawa nasema huyu baba yangu bado anamwonea huruma baba mkwe sababu ya ufukara au sababu ya nini kinachomsumbua kichwani mpaka
azimie. Nikamwambia mama, akasema, mwanangu, baba yako nishagundua mpaka ufukara tulionao chanzo ni yeye. Hataki kutanua wigo wa akili yake. Ile baba mkwe kamshika akili sehemu kubwa sana, kamwaminisha kutafuta kazi kwenye fani aliyosomea, alafu kamwambia kuwa usifanye kazi yoyote, na yeye kakubali. Anasubiri kazi aliyosomea, siku zinaenda, umaskini unatulemea. Yaani sasa napata jibu kama kuna matatizo mengi yanataka uthubutu, maamuzi. Usione vijana wanazoa takataka ukazani hawana elimu. Wameamua kukata utumwa. Mambo sasa wanajitafutia riziki yao. Kinachomliza baba yako bosi wake anayemlisha anaenda jela, yeye je, atakula wapi? Ni hicho tu. Mimi nikasema sawa. Mara kaka Joji kaja anasema, sijaja kuchelewa, mimi naondoka. Kuna fukara mmoja anataka kuonewa Kigoma. Naenda Kigoma, kila kitu kipo humu ndani, msitoke. Nasema tena, msitoke humu ndani. Kaka Joji akaondoka. Cha ajabu, mlango anaotumia kuingia ndani na kutokea sio ule ambao mimi naingia nao. Najiuliza, hivi hii nyumba ina milango mingapi? Najiuliza huku naenda dirishani kuchungulia chini, maana nyumba ina ghorofa 3, alafu kubwa sana. Ile naangalia chini, namwona baba yangu kakamatwa na wakina mama, sijui wanataka kumpiga. Kosa sijui, namwita mama aone alipomuona mumewe kashikwa shati na wamama. Yaani mume yaani baba yake na taabu, ameshikwa shati, amekunjwa, na kina mama wapo nje ya nyumba ya George. Basi Tabu anamuita mama yake aende waone. Basi kinachofuata ndo hiki. Mama uchungu wa mweo anaujua mwenyewe, akatoka nje kwenda kumtetea baba. Sasa mama alipoenda tu, na yeye kakusanywa hapo hapo. Ndipo waliponichokoza ndani ya moyo wangu. Nikatoka zangu na mimi mbio. Nashangaa hata gari ilipotokea sikuona. Wakatokea vijana 4 kwenye gari wakiwa na socks usoni. Wakatuteka. Alafu baba nashangaa baba astuki, si kukamatwa. Alafu wale mama wakatawanyika. Moyoni nikaona huu ulikuwa mtego na tumenasa. Nakumbuka maneno ya kaka Joji, msitoke nje. Sasa tumetoka, tumetekwa, simu nimeacha ndani, nani atatusaidia? Sisi, mimi na mama. Walituweka vitambaa usoni, hatujui tunapoenda. Sasa tunajikuta tumetupwa kitandani. Alafu cha ajabu, namwona mama mkwe yupo na chupa ya bia. Anasema, mtanueni huyo msichana, nimwingize hii chupa ya bia faster. Yesi alinipiga sasa na mchana uke wake leo mbele ya mama yake. Yani kubwa ni wewe kuhakikisha una subscribe channel yetu ya Vam TV Online. Mama mkwe alishika chupa, nia yake aniingize mimi ukeni. Jamani, nilikamatwa na wale vijana kisawasawa. Huku mama mkwe anasema, mvueni hiyo nguo faster, nimdumbukize chupa.
ya bia. Yes, ameolewa. Akili yake ndoa ni kufanywa. Sasa ngoja nimfanye na hii chupa hii, nimtoe muwasho wa kulitamani dudu tena, naomba aikatikie navyoingiza. Vijana walinivua nguo. Mama anasema, wewe shoga yangu, unataka umuumize mwanangu? Sikubali. Nakwambia, nasema sikubali. Mama mkwe akacheka akasema, yaani wewe utafanya nini tena kama kuniita mimi shoga yako? Yaani unaniita shoga ili niwe na huruma na mwanao. Unajua nimetumia kiasi gani kutimiza mpango wangu huu? Lazima mwanao nimwingize chupa, na wewe huku unaona si mwanao kumuita mwanangu Anisi. Sasa huu ndio uume wake. Unajisikia unakuuma wakati mwanao alithubutu kunipiga mimi, si kajiamini. Huyu sasa namuonesha mimi ni nani. Angalia kwa makini, chupa inaingia ukeni kwa mwanao. Mama mkwe alikuwa na chupa, anataka kumuingiza tabu. Mama ameshikwa na mwanaye, anajitahidi kujitoa ili anisaidie, lakini mwanaye, vijana wamenishika vizuri, kabaki mdomo tu wazi. Ndio unaweza kucheza, lakini sio mkono wala mguu, kwa sababu vilikuwa vimefungwa. Mama roho inamuuma, akatema mate usoni mwa mama mkwe. Mama mkwe akasema, uja nikomoa haya mate yako nayoweka kwenye tigo ya mwanao. Yaani ananiweka mimi tabu, sehemu yangu ya siri ya haja kubwa. Akaendelea kusema wakati namwingiza chupa ya bia ukeni, nyuma namtia vidole tena, naunganisha vidole viwili. Leo namtoa malinda mwanao kwa utelezi wa mama yake. Wale vijana walinivua nguo zote kasoro chupi. Sasa sehemu yangu ya ukeni ilikuwa inaonekana kwa pembeni. Vijana wanaanza kusimamisha madudu yao kwenye suruali zao. Wakasema, mama, tuachie kwanza, tumfanye kwanza sisi, maana ana tumbua limeenda shule, atakuwa anauke mgongo wa kobe huyu. Mama mkwe akacheka mpaka akashika mbavu, anasema, jamani, mimi sijui kitu kweli. Kwenye dunia hii unaweza kweli ukawa na pesa, lakini vingine usivyojue. Ukiwa mgongo wa kobe ndio ukoje? Nifafanueni jamani kwanza, alafu nitawapa ofa wote ninyi kumpiga bao moja huyo mtoto jeuri, tena msafi, kumbe uchi au nuki wala nzi au fuati. Jamani, kabla hajatoa chupi, niambieni kwanza maana ya mgongo wa kobe. Kijana mmoja akasimama akasema, mama, ukiwa mgongo wa kobe unakuwa umetuna kwa mbele. Yaani alafu sijui nikwambieje mama, sisi wanaume tumetimia, hatuwezi vumilia kuona uke umekaa hivi. Ngoja tufanye kwanza. Mama mkwe akasema, jamani, mna haraka gani? Na uke upo hapa au ndio mmezidiwa? Aya, vueni nguo zenu basi muwe tayari kwa kumfanya huyu binti, au mnasemaje? Mama yangu akasema, yaani wewe nasema Mungu atakufanyia kitu ambacho hautoamini. Yaani unaruhusu watu wamwingilie mwanangu mimi niliyemzaa. Unaona kama mnyama, yani mwanangu aingiliwe na watu
wote hawa? Nasema niueni kwanza, mimi nisione kitu kama hichi. Niueni, nasema niueni. Mama alipaza sauti kwa nguvu, yaani anasisitiza mama auliwe, ndio mimi nifanyiwe huo unyama, maana ataki aone kwa macho yake. Mama mkwe alipoona kumbe mama limemgusa lile jambo, akasema, wewe hakuna atakayekuua mwanao. Si anasema mwanangu Adindi alikuwa ana hamu na dudu, sasa tunampa madudu. Angalia mama, madudu ya hayo ya kiume ilivyosimama, hakika yamempendeza. Yapo tayari kwa kazi moja tu, kuingia ukeni tu. Wanaume hao wale wauni wakaitikia he. Mama mkwe akasema, bado sijasikia. Wanaume wakatikia he. Mama mkwe akasema, mimi nimewaita kuwakumbusha neno moja. Shughuli ya wanaume hawaitwi wavulana. Mimi naamini ninyi ni wanaume, tena wanaume wa shoka. Hamwezi kuniangusha. Nasema hivi, huyu mwanamke na hii ni uke. Nataka mimi nisimuingize chupa, ila ninyi mumuingize mdudu mwilini kwa pamoja. Itawezekana? Yaani moja mbele, moja nyuma. Mtaweza? Muoni mmoja akasema, mama, kwa nini isiwezekane? Ila ili tumfaidi inatakiwa tumuingize mmoja mmoja, kwa sababu hiyo nyuma na mbele hatutafaidi. Sasa mama mkwe akasema, mimi sitaki mumpe starehe, mimi nataka aumie, ndio lengo langu. Mkimfanya mmoja mmoja hataweza kuumia, atapata starehe ambayo yeye atahisi yupo kwenye utamu tu. Sitaki apate utamu, nataka apate maumivu. Au mnasemaje? Mama akawa anapambana kujikwamua kutoka mikononi mwa wauni wale ili anisaidie. Anajitahidi kujisukuma hivi, nia yake anawaza akawasukuma apate nafasi ya kunitetea. Mama alishindwa, akapigwa kibao kimoja. Mama akazimia hapo hapo. Mimi naona mama akashazimia, siwezi fanya chochote, siwezi kumsaidia chochote. Mimi nimekamatwa, miguu na mikono imefungwa. Mama mkwe akasema, afadhali mmemnyamazisha mdomo huyu mwehu. Sasa mimi nataka niwe mtangazaji, nataka nitangaze huu mchezo mzima, yaani dudu likiingia likitoka, mimi natangaza tu, nasema hivi, mwinamishe fasta huyu binti, mtoeni chupi hiyo, mjichungulie wenyewe pa kuanza, kama mtachagua juu au chini, lakini mimi natamani tu juu ndio kuwe sasa. Au mnasemaje? Wale wauni wakasema, sasa mama, hapa hatutaki tena maneno, acha tupige kazi, sawa? Mama mkwe akasema, kazi iendelee. Kweli niliinamishwa mimi kiroho mbaya. Nasikia kijana mmoja kanitanua kalio, alafu anasema, jamani, tutafaidi. Hajawahi kutolewa malinda. Cheki Tigo ilivyokuwa imenuna, haijawahi hata kupitishwa kidole. Nasikia kakoa kama kohozi kanitemea kwenye Tigo yangu. Nasikia kohozi limedondoka mate, alafu nasikia dudu ndio limegusa Tigo yangu moja. Moyoni nikasema, leo ndio nafunguliwa malinda jamani. Mama yangu kapoteza fahamu, kalala chini, apepewi wala nini, wala vijana waliomshika mama sasa na wao wamevua nguo zao, wapo kwenye foleni ya kunifanya mimi.
Mama mkwe akamwambia mbakaji, na hesabu mpaka 3. Ukisikia 3, kandamiza mpini ndani ya tigo, sawa? Mbakaji akasema sawa. Hesabu faster, maana si unaona nishaulengesha hapa na kusikiliza wewe tu nipate hesabu yako. Jamani, nausikilizia kabisa mpini upo kwenye tigo yangu kwa nje. Ilibidi na mimi nisikilize hesabu, alafu ikifika 3 nifumbe macho, maana ndio itakuwa inapita. Sasa ya nini? Sina ujanja, nani ataniokoa? Moyoni inasema ndio nakufa. Jamani, nasikia mama mkwe anahesabu sasa. 1, 2, 3. Mama mkwe anahesabu nia yake, ikifika 3 jamani, niingize moja kwa moja mpira kwenye tigo yangu, na mimi nimeinamishwa. Nasikia mpini unagusa nje ya tigo yangu, alafu nishapakwa kohozi. Yani namwangalia mama yangu, ndio kazimia kalala. Waliomshika wamemwachia, na wao wamevua nguo, wameweka foleni kuniingilia mimi. Nilisikiliza hesabu tu, ikifika 3 nifumbe macho, nilivumilia. Mama mkwe akaanza 1, 2, 3. Ghafla mama kaamka pale, sauti ya 2 ilimwamsha kabla ya 3. Mama mkwe anasema 3, anastuka, jamaa anayetaka kunibaka yupo chini. Kumbe mama mkwe chini aliamka, alafu akaiona sindano wanayotumia kujidunga au wauni. Mama alimchoma nayo jamaa kwenye pumu, yaani jamaa alidondoka chini, akawa anatoka damu. Kumbe ile sauti ya mama iliyopaza, muniue nisimuone mwanangu mnachotaka kumfanya, ilitoka nje. Alafu Spenko alisikia ile sauti, akajua ni ya mama, akiwa kikosi chake walivamia kile chumba. Wale wauni walidhibitiwa dakika 1. Mama mkwe akajifanya kujisemesha, afadhali msaada umekuja, walitaka kutubaka hawa, huku anatoka nje. Mimi nilikuwa navaa nguo kujistiri, lakini utelezi wa kikohozi unaninyima raha. Nikatoka nje, naenda chooni kuchamba. Namwona mama mkwe anapanda bodaboda, anakimbia. Mimi sina pesa ya bodaboda, nilinawa narudi ndani, namwona mama yangu nje. Mimi nimesahau mtandio wangu ndani. Naingia, namwona Spenko anamfanya mwanamume mwenzake, anasema, ninyi si mnajifanya mnajua kubaka, sasa tunawabaka mmoja mmoja, sisi hatuwapeleki polisi wala wapi, sisi wenyewe tuna majanga kibao, ila ninyi mmezingua, tunawazingua zaidi, maana mmejifanya masela kwa sanaa. Mama akawaaga wakina Spenko kwa nje, asanteni kaka zangu, sisi tunaenda. Spenko akasema, poa mama, sisi tunafunza adabu wasio na adabu, tunamalizana nao kisela. Mama akasema, tunaondoka njiani, mama ananiambia wale wakina Spenko wanatumia bunduki, ndio maana hao wauni wa mapanga wametulizwa, wanabakwa. Sasa mwanangu, twende nyumbani kwa Joji, tumwambie tukio zima, tujue atasemaje. Sawa. Kweli tulienda nyumbani kwa Joji, tukaingia ndani, nikachukua simu nampigia Joji, namwambia yote yaliyonisibu.
Joji akasema pole sana, ila vijana waliotusaidia nawashukuru sana, ila msijali ninyi, msitoke tena nje ya hilo geti. Alafu kesho kuna sehemu nitakutuma, pika chakula kingi, kuna sehemu nitapeleka chakula, lakini vaa saa iliyo hapo mezani, nitakupa maelezo kesho. Maneno ya Joji yalinipata tena, yakanipa wasiwasi zaidi ya kuwa nisimuelewe Joji ni nani kwenye jamii. Nikaenda kushika saa aliyoniambia niivae kesho, wakati naenda kumpa chakula huyo mtu ambaye atanielekeza nionane naye. Sasa nagusa ile saa, sioni mishale wala nini. Mara nasikia simu inaita. Kaka Joji anapiga simu, anasema nimekwambia uvae kesho, mbona unaichezea sasa hiyo saa? Naistuka, Joji kajuaje mimi naicheza hiyo saa? Nikamwomba samahani sana kaka Joji, nilikuwa naangalia tu saizi saa ngapi. Kaka Joji akaniambia saa si hiyo hapo ukutani, kwa nini uangalie kwenye saa niliyokuambia utaivaa kesho? Naomba dada, kila ninachokuambia ufatishe, usifanye kwa kujaribu au kuchunguza kwa nini nimekuambia hivyo, sawa? Nikajibu sawa kaka Joji. Nikapika nikala na mama, huku nawaza Joji ni nani, na huku mama nawaza amfanye nini yule shoga yake ili amheshimu. Yani mama mkwe amheshimu mama, yani mama anafikiria kwenda polisi, anaona atashindwa kwa sababu pesa hana ya kuendesha kesi, na yule mama mkwe pesa anayo. Hapo ndio mama akifikiria usingizi apati. Mimi sipati usingizi, namfikiria Joji ni nani. Ndio swali langu linaniumiza kichwani. Nikalala nawaza mpaka nikawa namwazia vibaya, au Joji ni jini au nani, mpaka napata usingizi. Sikuwa najibu. Sasa asubuhi nikaamka, mama anasema Joji tumsikilize, tusitoke tena nje, sawa? Joji ni mtu mwema sana. Nikamwambia mama, mbona leo umeamka na hilo neno? Akaniambia mimi angeweza kumiliki mjengo kama huu alafu awe karibu na mafukara? Hakuna, tumfatishe Joji anavyosema, sawa? Nikamwambia sawa. Nikapika chakula vizuri, yani na shauku ya kumwona huyo naenda kumpa chakula. Ni nani basi? Niliukalia chini wali nazi mix nyama. Nilipika chakula kizuri, moyoni nasema ninayempelekea akila afurahi chakula kizuri. Nilipomaliza kupika nikampigia simu Joji, akapokea. Akaniambia niambie dada. Nikamwambia nipo tayari kupeleka chakula. Akaniambia vaa hiyo saa uende sasa. Ukifika mjini hiyo saa utapiga mlio, ukisikia mlio wa hiyo saa eneo hilo yupo huyo mtu ambaye anapaswa umpe hicho chakula. Akishika mkono wako hiyo saa itaacha kulia, atachukua chakula na hiyo saa rudi, usimsalimie huyo mtu, sawa? Nilifuata maelezo, huku Joji ananipa wasiwasi juu ya kazi hiyo anayofanya. Ni nani kwenye jamii? Anafanya nini haswa? Isiwe Joji ni jini nawaza, lakini mbona anasemaga jamii sasa hivi haina hofu na Mungu? Najijibu sio jini. Jini na masuala ya Mungu wapi na wapi? Nawaza huku naenda, nafika mjini kweli, saa ikaanza kutoa mlio.
Nikawa namtafuta huyo mtu, mara kaja jamaa mmoja chizi tu, alafu mchafu sana, akaninyoshea mkono ishara nimpe kile chakula. Mimi nilishtuka, huyu chizi vipi, katumwa au? Wakati nataka kumkimbia akanipola kile chakula. Ile saa ilikataa mlio, alafu akanivua saa. Nilitaka nipige kelele, akanipiga kofi la mdomo, alafu akaondoka. Nachukua simu nimpigie kaka Joji na nimwambie nimekutana na kisanga fulani, lakini simu ya kaka Joji haipatikani. Yule chizi namwona kachukua jiwe ananifuata uswani, ana masizi, yani simuelewi. Nikaanza kukimbia, simu nimeiangusha, lakini sijari, mimi nakimbia tu. Yule chizi kageuza kaondoka. Mimi narudi nyumbani nichukue simu ya mama nimpigie kaka Joji, tena inawezekana nikampata hewani, nimwambie kisanga kilichonikuta. Naingia ndani, namwona mama yangu ana swali, yupo kwenye sigida. Sijali, mama ana swali, namwita mama. Mama aniitikii, lakini mdomo wake unacheza ishara anaomba kwa Mungu. Moyoni anasema, mama si angeacha kidogo kuswali, anisikilize kwanza, mimi nimwambie simu nimepoteza. Mara nasikia simu yangu inaita chumbani kwangu. Nilishangaa sana. Mama ana swali tu. Nikaingia chumbani, naikuta simu yangu, naangalia anayepiga. Ni huyu kaka, ni mume wangu. Naogopa kuisikia simu yangu. Najiuliza, nani kaileta hapa ndani? Mara mama namwona kamaliza kuswali, ananiambia, mbona upokei simu? Namuuliza, nani kaleta hii simu? Ananijibu, hamna aliyeleta. Kwani mimi nina funguo za geti? Wewe si ulifunga mlango ukaondoka na kufunga mwenyewe, sasa hivi umerudi. Mimi, huyu mtu anapita wapi? Pokea hiyo simu kwanza, inapiga kelele. Jamani, nawaza nini kinaendelea? Jamani, nilipokea simu. Halo, sauti ya kaka Joji ananiambia, njoo hapa ukweni kwako. Alafu simu kakata. Swali zito likawa kichwani kwangu. Simu imetoka jina la mume wangu, sauti ya kaka Joji, na nani kaleta simu? Nimebaki kichwa akijui nini nifanye. Niende ukweni kweli au nikaamue kumpigia tena kaka Joji apatikani? Yani nafanyaje mimi? Bana, niseme tu, hii ni Vam TV Online. Hakikisha una subscribe, lakini nipende kuwasihi, kipande cha 6 na 7 ni miongoni mwa vipande vitakuwa virefu sana kutokana na mistari mirefu, lakini wacha niseme nashukuru kwa support yote ile aliyeweza kunipa ushirikiano wake kuhakikisha nasikiliza hii simulizi. Tukutane panapo majaliwa wakati mwingine katika simulizi mbalimbali. Hakikisha tu una subscribe channel ya Vam TV Online na kushare na kisha like. Hii ni Vam TV, hakikisha una tu support kwa lolote. Asante.